Unaona? Ndivyo. Wewe ukifanya dhambi, ukafanya jambo la kumchukiza Mwenyezi Mungu, makosa anaweza chukua baba yako? Hawezi chukua. Hawezi. Roho itendayo dhambi ndiyo itakayokufa. Maliza. Wala baba hata uchukua uovu mwanawe. Safi. Haki yake mwenye haki itakuwa juu yake. Ndio. Na uovu wake mwenye uovu itakuwa juu yake. Mpe sasa. Umeona hivyo kaka? Ndivyo. Yesu hawezi kukubebea dhambi ndugu yangu. Yeye mwenyewe akaona dhambi. Anatafuta mtu wa kumsaidia. Tena akusaidie na wewe. Kisha kuna watu wanasema sana, eti Yesu hana dhambi. Hebu kuna mtu anaweza thibitisha hiyo? Kulingana swali langu, ndio Isa ambaye wewe unamwamini alikuwa na dhambi? Yesu. Isa hana kwa mujibu wa Qur'ani. Kwa Biblia kama wewe unaamini Yesu ndio Isa, mbona Yesu akuwe na dhambi na Isa hana? Kwani ni watu wawili tofauti? Yeye Mwenyezi Mungu, huyu Yesu jinsi mnasema katundikwa msalabani. Swali langu nimekuuliza. Nakuja sasa. Mwalimu. Qur'ani. Swali langu ni hili. Huyo Isa na Yesu ni watu wawili tofauti. Kwa mujibu wetu sisi ni mmoja, labda kwenu ndio kuna shida. Sasa Yesu wetu wako na dhambi lakini Isa hana. Yeye wako na dhambi, mpe huyo. Nionyeshe. 4:8 Mathayo. Mpe kwanza maiki nimweleze kitu. Kaka, unanichanganya. Sikuchanganya. Kama unaweza niambia Isa hana dhambi lakini Yesu ako na dhambi, sikupati. Kwa upande wenu ndio mnamweka dhambi, kwetu sisi yako sawa. Maana ya dhambi kibibilia unajua maana yake? Kibibilia ukisema dhambi unajua maana yake? Ni uovu, ni mzigo. Kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe siku za mwisho, siku hiyo ikifika. Si ni kweli? Ni ukweli. Kila mtu atahukumiwa kulingana na dhambi zake. Kibibilia ukisikia mzigo ni dhambi, unakataa hilo? Yesu kasema Njooni nyinyi wote ambao mmelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Ndio. Kwani alikuwa anasema dhambi gani? Ana dhambi ama hana? Yesu Kristo ni msafi. Ni msafi. Mpe sasa Mathayo, kitabu cha Mathayo 11 anzia 28. Wewe mimi nibahatishe. Wewe unatembea barabara unasema hana dhambi. Sikiliza hiyo. Inasemaje? Harakisha. Ndio 28. Ndio. Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo. Safi. Nami nitawapumzisha. Safi. Endelea. Hapo hivyo ndio mimi nimesema hapo hivyo andiko. Kwa hiyo kwani nyinyi wote ambao mmelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Sasa utaniambiaje? Huyu anasema nyinyi mje mliolemewa na mizigo. Utaniambiaje Yesu Kristo ako na dhambi? Ili hali anatuita sisi ambao tuko na dhambi, atubebea dhambi zetu. Haya, msikilize hiyo kama atakubebea. Endelea. Jitieni nira yangu. Safi. Jifunze kwangu. Twende. Kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Endelea. Nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Hebu mpe kwanza. Yesu anasema jitieni nira yangu. Sawa Ndivyo. Na mjifunze kwangu. Mimi ni mpole na mnyenyekevu. Tena mnyenyekevu. Mtapata raha wapi? Hiyo pia hana. Rudia. Mtapata raha nafsini mwenu. Nikishawabebea dhambi zenu, basi hamtakuwa na dhambi. Kwa hiyo mtafurahia nafsini mwenu. Kwa hiyo wewe uko na raha nafsini mwako, sio? Nikishabebewa dhambi zangu na Yesu, Bwana nisikuwe na raha ndani yangu. Ukishabebewa ama ushabebewa? Ukishabebewa ama ushabebewa? Kwani tunaongea past tense ama present tense? Weka mambo yaende vizuri. Ushabebewa ama are we talking about past or present? Malizia sasa. Malizia andiko nimeonyeshe kitu. Ninakuuliza swali. Acha asome andiko. Ninakuuliza swali. Acha asome andiko. Are we talking about past or present? Chukua mic, soma andiko. Ukimbiana hamna. Unasema Yesu hana dhambi. Endelea. Kwa maana nira yangu ni laini. Mpe. Nira ya Yesu ni laini tena ni nyoofu. Asante. Maliza.
mzigo wangu ni mwepesi. Mpe nini ako na kile chepesi? Waislamu takbir! Hicho chepesi ako nacho ni nini? My friend. Hakuna cha my friend. Ikifikia hapo hakuna my friend. Nimekubali. Mwalimu wangu. Nauliza kile alichonacho ambacho ni chepesi kama mizigo yetu ni mizito. Na yeye unajua Yesu alikuwa anaongea kwa mfano. Yetu ni mizito, sio? Ndivyo. Na wa kwake ni mwepesi. Nini mwepesi? Nini chepesi kwake? My friend, si dhambi. We are talking about. Aya, peana hiyo. Peana maiki nikuonyeshe kitu. Qur'ani sura ya 3 aya yake 45. Nikuonyeshe kitu. Sisi tunaposema Nabii Isa ibn Maryam, tuna hakika tunachokisema. Yesu anasema nila yake ni nyepesi na mzigo wake, nila yake ni laini na mzigo wake ni mwepesi. Ako na mzigo wa dhambi lakini wake ni mwepesi. Qur'ani sura 45, sura 3 aya 45 inasema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim. Sikiliza hiyo, alafu chukua hizi mbili ya Biblia na ya Qur'ani, kisha utaamini gani. Twende. Kumbukeni waliposema malaika, asante ewe Maryam, safi, Mwenyezi Mungu anakupa habari njema za kumzaa mtoto bila ya mume, bali kwa kutamka neno tu litokalo kwake, na kukuambia zao kazaa pasina kuingiliwa. Twende. Jina lake ni Masihi Isa mwana wa Maryam. Endelea. Mwenye heshima katika dunia na akhera. Rudia tena. Mwenye heshima katika dunia na akhera. Pe Mike. Nani huyo? Nani huyo? Isa. Ana heshima hapa duniani, ni kweli? Ni kweli. Akhera pia ako na heshima, ni kweli? Ni kweli. Mtu mwenye heshima akhera ako na dhambi? Lakini usiweke lakini. Usiweke lakini. Mungu anasema wewe unataka nijibu venye unataka ama nini? Sitaki ujibu vile unataka. Kulingana na maandiko. Kulingana na Qur'ani, Allah anasema Isa ama Yesu. Mwalimu, tunaongea mambo ya uzima. Namalizia uzima. Tunaongea mambo ya uzima. Namalizia uzima. Kataa hiyo, nataka uikatae. We are talking about Allah anasema Yesu ako na heshima duniani. Ni kweli? We are talking about eternity. Ili tusishindane, mta kwanza ukaka maiki. Naona tumefikia hatua kushindana. Hebu mpe ndugu yetu hapa. Amani ya Mwenyezi Mungu iko pamoja nawe. Iwe nawe pia. Unaitwa nani kaka? Naitwa Juma. Juma, Muislamu? Kristo. Ni suruali yako mpya hiyo. Juma alafu Mkristo. Haya, tukubali. Kaka Juma, hiyo. Kuna kitu nataka tuweke wazi. Tulikuwa tunaenda vizuri na kaka. Lakini kuna vitu tunakimbiana. Kwa mujibu wa Qur'ani, Allah anasema Isa ako na heshima hapa duniani. Haya maneno ni kweli? Isa ako na heshima ama hana heshima duniani? Ana heshima. Allah anasema pia katika akhera ako na heshima. Hebu rudia hiyo aya ya Qur'ani, nisiongeze vitu. Tumefikia hatua ya kushindana na kakangu na ni vitu vya wazi. Rudia hiyo aya, kipande cha heshima tu hapo. Jina lake ni Masihi Isa mwana wa Maryam. Safi. Mwenye heshima katika dunia na akhera. Mwenye heshima katika dunia na akhera. Mpe kakangu. Hivi Mungu akikuheshimisha hapa duniani, kisha Mungu akuheshimishe akhera, uko na dhambi? Hauna dhambi. Kwa hiyo kwa mujibu wa aya ya Qur'ani, Yesu ana nini? Ana dhambi kulingana na Qur'ani. Asante. Lakini hii ni imani mbili tofauti. Hiyo ni imani mbili. Hii kuamini Wakristo sisi tunawashangaa. Yaani sisi tunamjengea heshima Nabii Isa kwa mujibu wa Qur'ani. Nyinyi mnakataa tumjengee heshima. Mnatakaje? Ikiwa Qur'ani inampa heshima kwamba Isa ako na heshima hapa duniani, kisha akhera ako na heshima, wewe unasema lakini? Mimi niko na swali. Kabla ya swali nataka tuelewane. Ikiwa Allah kashamheshimisha Nabii Isa kwamba ako na heshima hapa duniani na akhera ako na nini? Heshima. Ako na dhambi huyo? Kulingana na Qur'ani hana dhambi. Mpe tena huyo. Twende na wewe sasa. Mathayo ile 15. Mathayo 11:29. Twende. 29. Nasema mwalimu. Ndio. Jiteni nira yangu. Ndio. Jifunze kwangu. Twende. Kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Safi. Nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Safi.
Kwa maana ndio nira yangu ni laini. Hebu mpe huyu anayesema kwamba nira yake, mpe huyu kaka, wewe tulia kidogo. Huyu anayesema nira yangu ni laini, unamjua? Yesu. Ni Yesu. Maliza sasa. Kwa maana nira yangu ni laini, safi, na mzigo wangu ni mwepesi. Mpe. Ako na mzigo. Sawa Lakini wake si mzito. Wake ni mwepesi. Huo mzigo wako nao ni gani? Labda wao niambie sasa. Sasa tulia hapo hapo uone vumbi ikitimka. Mpe kaka mwenye kofia ya mabati. Swali langu kabla ya swali nataka tumalize. Tumalize hilo andiko ili tuelewane. Yesu anasema nira yake ni laini, si ni kweli? Tena nyepesi. Na mzigo nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Ukiona neno na unajua maana yake? Hiyo ni kiunganishi. Kiunganishi. Nira ya Yesu ni laini, lakini mzigo wake ni mwepesi. Nini mzigo wake? Tunataka utuambie. You are the teacher. You are the one to come with this one. Lete swali. Kila mwenye akili ameelewa kwamba Qur'ani, my question was ongea Kiswahili. Swali langu kwa mujibu wa Qur'ani inampa daraja kubwa Nabii Isa ibn Maryam, kwamba yeye ako na heshima ndani ya dunia, kisha akhera Mwenyezi Mungu pia kamheshimisha. Biblia inasema yeye ako na mzigo lakini si mzito, mzigo wake ni mwepesi. Kila mtu swali langu lilikuwa hivi. Nilikuwa nakuuliza. Naam. Sisi tunaamini Yesu ni Mwokozi. Ndio. Na wewe kaniambia ni mtume. Can you define for me, nitoke hapa kama nimeelewa, tofauti ya mtume na Mwokozi? What is the difference? Mwokozi. Mtume anaweza kuwa mwokozi, haina shida. Isa ni mwokozi, Yesu ni mwokozi, hiyo hatuna shida. Lakini wale wanaokolewa na Yesu ni wakina nani? Narudi kwako, nani wanaokolewa na Yesu? Christians, kwa maana nyinyi hamumwamini Yesu. Sisi hatuko kwa kuamini. Mimi nakubali Yesu ni mwokozi wa wanadamu. Wapi alikuja kuokoa nini? Dhambi za wanadamu. Na ndio nikakwambia, alisema jooni nyinyi wote ambao mmelemewa na mizigo. Mpe maiki. Nataka nikufungue akili kwanza, nikujue. Nitingishe kibiliti hicho kwamba kimejaa ama kiko nusu. Hebu nipigie kitabu cha Mika 5:2 nimtingishe akili. Hiyo nitajua kama ako sawa ama kuna upungufu mahali. 5:2 kitabu cha Mika 5:2. Mika. Inasema mwalimu. Nataka nimjue kwanza, nikishamjua ndio nimchekeche alafu nimlete mahali pazuri. Inasemaje? Inasema mwalimu. Safi. 5:2. Mika. Bali wewe Bethlehemu Efrata, ndio uliye mdogo kwa miongoni mwa elfu za Yuda. Safi. Kutoka kwako wewe utatokea mmoja atakayekuwa mtawala katika Israeli. Hapo kuna vitu unaenda kasi sana. Kutoka kwako wewe ndio atatokea mmoja atakayekuwa mtawala katika Israeli. Mpe. Huo ni utabiri. Ndivyo. Naomba twende kisomi. Huo ni utabiri. Ndivyo. Mika anatabiri. Ndivyo. Kutoka kwako wewe atatokea mtawala. Ndivyo. Lakini atakapofika huyo mtawala atakuwa na utawala sehemu yake maalum, ambayo ni wapi? Israeli. Unamjua huyo? Kabla tujaenda anauliza tukisomi, unamjua? Kiakili tu huyo mtawala ambaye atakuwa. Mimi sitaki twende unamjua ama kimaandiko. Mimi nataka ujibu ili nijue akili yako mahali ipo. My friend, I cannot answer. Unamjua ama cannot answer. I am something. Mpe tena. Rudia andiko. Inasema mwalimu. Bali wewe ndio Bethlehemu Efrata. Safi. Uliye mdogo kwa miongoni mwa elfu za Yuda. Safi. Kutoka kwako wewe atatokea mmoja atakayekuwa mtawala katika Israeli. Mpe mara ya mwisho.
Unamjua huyo mtawala? Ni Yesu Kristo. Kwa hiyo kumbe Yesu ni mtawala. Ndivyo. Wapi? Wa Israeli. Swali langu, Muhammad ni mtawala? Nipe tofauti ya mtumwa na mwokozi. The difference utanipea? The difference ya mtume na mwokozi. Haya, peana maiki. Tunaenda vizuri. Sasa nimemuelewa. Andiko liliposema wewe Efraimu Efrata ulio mdogo katika majumba ya Yuda, kutoka kwako atanitokea mtawala Israeli. Akasema nikamuuliza unamjua? Akasema namjua. Nani huyo? Akasema ni Yesu. Kumbe Yesu kaja kwa utawala maalum na kawa ni mwokozi kwa wana nani? Wa Israeli. Ama nikubali. Sasa 5:31 kitabu cha Matendo ya Mitume. Imalize kazi. Wewe mimi nina tabu. Tunaelewana taratibu. Sasa wewe bishana na Biblia, sio mimi. 5:31 Biblia, kitabu cha Matendo. Mitume inasema, safi. Mtu huyo, rudia tena. Mtu huyo, asante. Mungu amemtukuza kwa mkono wake wa kuume. Mungu amemtukuza kwa mkono wake wa kuume. Endelea. Awe mkuu na mwokozi. Kisha huyo mtu ako na cheo, ni mkuu kisha ni mwokozi. Endelea. Awape Waisraeli toba, ndio, na msamaha wa dhambi. Mpe kaka tena mara ya mwisho. Unamjua huyo? Ni Yesu Kristo. Kwa hiyo Yesu ni mwokozi, ni mwokozi, ni mkuu. Ndivyo. Kuna wale wanapata toba kupitia kwa Yesu. Rudia andiko mara ya mwisho. Rudia tena. Naomba mzee Ochieng apate kiti. Kama kuna watu tena, tumpe kiti mzee Ochieng. Na mheshimu sana huyo mzee. Sana tena. Katika watu mimi naheshimu huyo mzee na mheshimu sana. Hebu apate nafasi ya kiti. Tena kiti ambacho kiko imara zaidi ili mzee atulie. Bana. Unaona? Kiti kimoja kiende kwa mzee Ochieng. Yesu anatoa onyo kutoka juu kwamba katika njia ya mataifa nyinyi wanafunzi wangu 12 katika njia hiyo nyinyi huko msiende. Endelea. Wala katika mji wote wa Samaria msiingie, wala katika mji wote wa Bwana msijaribu kupeleka viatu vyenu huko msiingie. Kwa nini? Afadhali shikeni njia kuwaendea kondoo. Afadhali nyie muishike njia kuwaendea kondoo. Endelea. Waliopotea wa nyumba wa Israeli. Hao kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli, Yesu aliyotuma wanafunzi wake pale Israeli wasifanyeje? Wasitoke. Kitabu cha Matendo ya Mitume 13 andiko lake la 23 nimalizie kazi. Naam. Twende haraka haraka. 13:23 Matendo. Inasema mwalimu. Ndio. 23 katika uzao katika uzao wake mtu huyo. Katika uzao wake mtu huyo, ndio. Mungu amewaletea Israeli mwokozi. Rudia tena. Katika uzao wake mtu huyo. Safi. Mungu amewaletea Israeli mwokozi. Mungu amewaletea Israeli mwokozi. Yaani Yesu. Yaani Yesu. Kama alivyoahidi. Kama alivyoahidi. Kwa hiyo ni ahadi ya Mungu kuwaletea mwokozi Israeli, yaani Yesu. Mnaimba nyinyi. Sikilizeni mtasikia, ahadi ya Bwana haivunjiki milele. Ni ahadi ya Bwana haivunjiki. Mungu kashaahidi wana wa Israeli kuwaletea mwokozi, akawaletea Yesu. Lakini leo mtu hapo Kangware, Kangemi, unasema Yesu ananihusu wapi? Kataa. Sema mimi sio mtu wa mataifa, mimi ni Mwisraeli tudili. Lakini kama wewe ni Mkenya na Kenya ni taifa, wanafunzi 12 wa Yesu hawajawahi kanyaga ardhi yake ya Kenya na hawatokanyaga. Waje wafanye nini wakati oda imetoka juu kwamba katika njia ya mataifa msiende, wala katika mji wote wa Samaria msiingie? Afadhali shikeni njia kuwaendea kondoo waliopotea nyumba gani? Ya Israeli. Leo injili inahubiriwa Kenya kimakosa. Mpe mzee Ochieng nimsalimie. Swali langu ni dakika moja tu nimsalimie mzee Ochieng. Kama huyo ndio alikuwa mwokozi wa Israeli, mwokozi wenu ni nani? Wetu sisi mpe huyo. Sura 7:158. Chukua hiyo, nenda nayo nyumbani. Hiyo utembee nayo. Funga hiyo, iandike mahali. Kila unapokwenda soma hiyo. 7:158. 158. Kauliza vizuri, Waislamu takbir. Allahu Akbar. Kama mwalimu umefundisha kwa mafundisho, umetoa ushahidi katika vitabu kwamba Yesu katumwa kwa ajili ya wana wa Israeli,
Sasa sisi ambao tuko nje ya Israeli, tuko hapa Kawangware, nani sisi mwokozi wetu? Sikiliza hiyo kisha uende nayo nyumbani. Twende. Sema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Abdullah jichanga jana. Sema Nabii Muhammad. Sema Nabii Muhammad. Enye watu. Hebu naomba kidogo watu wanyoshe mikono. Watu. Naomba watu kila mtu anyoshe mkono. Angalia. Naomba watu wanyoshe. Ikiwa wewe ni mtu nyosha mkono. Ikiwa wewe ni mtu nyosha mkono. Leo nataka kuzungumza na watu tu. Sina nafasi ya kuongea na kiumbe ambacho si mtu. Pale tuko na majini, sio? 1, 2, 3, 4, 5. Pale kuna majini. Na mimi siko tayari kuongea na jini. Mungu ametuwekea fadhila sisi kutokuwaona majini. Aya inasemaje? Rudia tena. Inasema mwalimu. Bismillahirrahmanirrahim. Sema ewe Nabii Muhammad. Nabii Muhammad. Enyi watu. Naomba watu tunyoshe mikono. Ikiwa wewe ni mtu nyosha mkono. Watu. Mzee, habari yako? Nikusalimie kaka. Naona wewe pia sio mtu. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nao. Amani ya Yesu Kristo iwe pamoja na sisi zote. Asante. Wewe ni mtu? Mimi ni binadamu. Sio mtu? Mimi ni binadamu. Binadamu na mtu ni moja. Asante. Naomba watu wanyoshe mikono. Nataka mzee anyoshe kwanza ndio nikuje vizuri. Naomba watu wanyoshe mikono. Watu. Mzee ni mtu? Naomba watu tunyoshe mikono. Watu. Hebu muangalie jirani yako. Watu, naomba watu tunyoshe mikono. Watu. Haya, sasa leo naongea na watu na hivi vyombo, maiki hizi maiki na speaker zimetengenezewa watu. Sawa eh? Ndio maana nawapa watu maiki. Sasa ukiona sikupi maiki, wewe sio mtu. Naomba watu tunyoshe mikono tena mara ya mwisho. Maliza sasa, maliza ni wakati. Twende. Wananichukia hawa siku wakisikia niko na malaria wananiombea iwe inna lillahi. Na hafi mtu hapa, bado niko miaka iko. Endelea kusoma. Inasema hakika mimi, rudia tena. Hakika mimi safi ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwenu nyinyi nyote. Sio mwokozi. Tunataka mwokozi, sio mwokozi. Umeanza kazi hapa. Waislamu takbir. Mtumishi kaja mwenyewe na viatu. Mpe mzee kwanza mgeni. Huyo ni mgeni wetu. Mzee Ochieng, dakika moja nikuombe. Sawa, hebu mpe mzee Ochieng nimuombe kidogo. Namheshimu sana mzee. Mzee Ochieng, nikuombe dakika moja. Tumepata mgeni mkubwa sana. Sawa eh? Hawajawahi fika Isili, labda ni mara yake ya kwanza. Nikuombe dakika moja niongee na mzee. Hebu mpe maiki. Mzee, sawa, ongea. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe nawe. Iwe pamoja na sisi zote. Asante sana. Mzee, unaitwa nani? Mimi naitwa Buleja Tani Galgalo kutoka Marsabit County. Asante. Mimi ni Mborana. Wewe ni Mborana. Na mfanyikazi wa Mungu. Asante. Yes, sawa. Asante sana. Bwana, mimi ni Muislamu. Wewe dini yako gani? Mimi ni Mkristo. Kristo mtu. Ama Christian. Mkristo. Kwa maana Yesu Kristo ni mwokozi ya watu dunia wote. Asante. Yesu ni njia uzima wa milele. Nataka nisikupeleke mbio kwa sababu hunijui na wewe sikujui. John 41:6 ukisoma. Msome. Twende sasa. Huyu John 14:1-6. Msome. 14:6. 1 mpaka 6. Sikilizeni. Tafadhali. Waislamu takbir. Haya, mpe maiki. Chukua maiki msomaji ili usome. Unajua wengine ni wageni, sio? Na mgeni huwa mnaenda naye pole bila haraka. Vile atakavyokuja ndio atakavyoondoka. Akija kidogo tunaenda kidogo. Akitaka spidi 100 namwekea 120. Sawa?
14 moja mpaka 6. Twende. Msifadhaike mioyoni mwenu. Asante. Mnamwamini Mungu, nifanyeje? Niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu na nini? mna makao mengi. Twende. Kama sivyo ningaliwaambia. Asante. Naenda kuandalia mahali. Ndio. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe. Asante wangu. Twende. Ili nilipo mimi nanyi mwepo. Twende. Nami niendako mwejua njia. Ndio. Tomaso akamwambia, nini? Bwana, sisi hatujui uendako. Nasi twaijuaje njia? Endelea. Yesu akamwambia, mimi ndimi njia, uzima na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Mzee wetu. Asanteni sana. Nataka question kwako. Niko na swali. Tunakupa nafasi. Okay. Usimame, ukae chini, ulize swali vyovyote vile. Asante baba. Heshima baba nyinyi yote. Asante sana. Umesikia vile Yesu alisema? Sana. Na katika Qur'an Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema kama Yesu alisema? Alisema nini? Alisema mimi ndio njia uzima wa milele. Na Muhammad amesema yoyote kama yeye ni njia. Hebu mpe huyo. Waislamu takbir. Allahu Akbar. Kaenda vizuri. Ametoa andiko huyu 14:6. Yesu anasema mimi ndimi njia, kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Wanalipenda hilo, watu wametulia hapa. Hili andiko hakuna mtaalamu analijua isipokuwa mimi. Sawa eh? Naomba nisikilizwe vizuri. Andiko hili hakuna mtaalamu anayelijua katika hao hapo isipokuwa mimi. Na ukisoma andiko hilo, tulia hapo hapo. Andiko lina vipengele 6 ambazo ulimwengu hawa hawajui. Yesu anasema mimi ndimi njia, kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Yesu katika andiko hili moja amezungumzia neno kweli mara moja, kisha akazungumzia neno uzima mara moja, kisha akatumia neno njia akalizungumza mara 2, kisha Yesu akasema ndimi. Nini maana yake? Mzee kasema wapi Muhammad, naye akawa njia. Waislamu takbir. Allahu Akbar. Nataka kumthibitishia mzee leo, subiri hapo hapo. Kama kuna njia ambayo inafaa kufuatwa na ndio njia yenye thamani ni Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Narudia tena, kama kuna njia ambayo iko na thamani na ndio njia kuu inafaa kufuatwa ni Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikupeni mfano ndugu zangu, kati ya njia hizi tunazoziona na ile njia kubwa ya kwenda Mombasa Road, ile ya juu, kati ya ile ya juu na hii ya chini, njia gani iko na thamani kubwa? Ya juu, si ni kweli? Njia ya juu ndio iko na thamani kubwa. Qur'ani sura 36 aya yake ya kwanza nionyesha njia ya juu kwamba Muhammad yeye ndio kiboko ya njia. Njia ya juu pale Mombasa Road mnalipa, sawa? Kwa ubora ile njia vile imetengenezwa, ukiingiza gari yako, ukiingia ukitoka unalipa, kwa sababu njia ile ndio yenye thamani. Sikiliza Mwenyezi Mungu sura ya 36 aya yake ya kwanza, anzia pale. Inasema baada ya audhu billahi minash shaitani. Wewe ni feraha wewe. Yasi. Anaapa kwa hii Qur'ani, endelea. Yenye kutengenezwa vizuri. Hii Qur'ani ndio kitabu kilichotengenezwa vizuri, endelea. Hakika wewe. Rudia. Kuwa. Hakika wewe ni miongoni mwa mitume. Hakika wewe Nabii Muhammad, wewe ndio miongoni mwa mitume. Endelea. Kwa Mwenyezi Mungu. Safi. Na uko juu ya njia iliyonyoka. Rudia tena. Na uko juu ya njia iliyonyoka. Rudia tena. Na uko juu ya njia iliyonyoka. Ile Mombasa Road njia ya juu, ukiweka gari yako pale unalipa. Hii njia ya chini hii nenda bure, njia ya kina Yesu nenda bure. Njia ya juu unalipa malipo. Allah anathibitisha hili kwamba wewe Nabii Muhammad, wewe uko juu ya nini? Ya njia. Waislamu takbir. Yuko ametulia, alijua